Majina yangu naitwa Esther Vet Silwimba. Esther, wewe ni mkazi wa wapi na unajishughulisha na nini hapa mjini? Mimi nafanya kazi hapo kwa Mama Rehema. Upishi, si ndio? Ndio. Hivi ushakusikia chochote kuhusu uwekezaji au mambo ya hisa? Ndio nasikiaga. Unaelewa gani kuhusu mambo ya hisa? Wewe unaelewa nini ukisikia hivyo? Sema ufuatiliaji hapo sasa. Kwa nini sasa ufuatilie? Au hujaona tu muhimu nini? Hapana, sio kwamba sijaona umuhimu au bado. Na wewe sasa basi kwenye shughuli zako za kila siku ukipata hela unawekeza wapi hela yako? Hapo Kimbea. Naitwa Asmani. Asmani, wewe ni mkazi wa wapi na unajishughulisha na shughuli gani? Mkazi wa Makumbusho. Najihusisha na shughuli ya kameramani. Asmani, nikuuliza unajua maana ya hisa? Hisa hapana. Je, uwekezaji? Bado pia. Sawa. Kwenye shughuli zako za kameramani, kile unachopata kinachobaki ile faida yako unawekezaga wapi? Hicho. Nawekeza tu kwenye mambo yangu binafsi tu. Sawa. Asante. Biashara hivyo hivyo. Sawa, asante. Mimi naitwa Stella Chaki, ninaishi Sinza. Ninajishughulisha na biashara ya vipodozi kama mnavyoona hapa. Karibuni. Sawa, unajua chochote kuhusu hisa na mambo ya wekezaji? Ya, nafahamu. Unafahamu nini? Yaani hisa ni namna unavyokuwa umepata pesa yako unaenda kuiweka sehemu inakuzalishia. Sawa. Na chochote kile unachopata kwenye biashara yako ya vipodozi nini ile faida unakujaga kuwekeza wapi kile kinachobaki? Mimi mara nyingi nawekeza kwenye kikoba changu. Kikoba, kwa hiyo unafanya vikoba? Yeah. Vikoba vina umuhimu gani? Vikoba vina umuhimu mkubwa sana. Yaani unakuwa umeweka pesa yako unakuja kuipata kama ilivyo bila riba, bila masharti yoyote. Sawa, asante. Asante pia. Majina naitwa Esau Vincent Esmoni, ni mkazi wa Makumbusho. Napenda kukukaribisha kwa maswali yako. Unajishughulisha na shughuli gani hapa Makumbusho? Mimi najishughulisha na biashara ndogo ndogo za uuzaji wa chakula. Sawa. Unajua maana hisa au mambo ya uwekezaji? Hisa, maana ya hisa mfano ni kuwekeza katika biashara. Unaweza kuwekeza kwenye biashara ndogo ndogo, biashara kubwa. Ni kulingana na namna ya uwekezaji wa kitu utakachokiweka kwa kiwango ulichonacho kwa kipindi hicho. Sawa. Unajua ushakusikia chochote kuhusu masoko ya hisa nini? Popote. Masoko ya hisa. Masoko ya hisa ni mfano kuweka kwenye biashara. Unapofungua duka unaweka research ya vitu vyako ambavyo unakuwa unafanya biashara, unaweka uwekezaji katika biashara yako sawa sawa na hisa ulizoziweka kwenye biashara. Sawa. Na chochote kile unachopataga kwenye biashara yako, faida yoyote unapata unawekeza wapi? Katika biashara ninayofanya nikipata nina pande mbili za kuweka. Pande la kwanza naangalia familia yangu mimi ambaye ni mama yangu na baba yangu au na wadogo zangu pia. Kwanza na wajali katika afya, mavazi na malazi. Japokuwa mimi sio kwamba mimi ni mtoto wa kwanza, mimi ni mtoto wa tano kwenye familia. Pili, naweka katika mambo yangu ambayo natengeneza future ya maisha yangu mimi ya kesho. Kama mlivyosikia na kuona wananchi wa Makumbusho wakielezea kuhusu uelewa wao kuhusu mambo ya hisa na uwekezaji. Ulikuwa nami Angel Faith na Litolela mpaka wiki ijayo, same time, same place.